ya mwaka mpya wa mwaka 2025. Wewe na mimi tumepata nafasi ya kuiona mwaka huu na tunayo furaha ya pekee na tunawiwa na upendo wa Mungu na kwa wanadamu wenzetu. Tunaishi katika kipindi ambacho tunazidi kusogea sana kwa kuja kwa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Hiki ni kipindi cha mfululizo wa mada kwikwi za Harimagedoni na leo ni sehemu ya 10. Unakumbuka katika kipindi kilichopita tuliweza kuona tahadhari ambayo ilitoa mjumbe wa Mungu ya kwamba tunahitaji kuogopa sana kutoka ndani na sio kutoka nje. Wakati huo akitueleza kwa dhati kabisa changamoto katika wakati huu wa mwisho itakuwa ni udanganyifu kwa kiasi kikubwa sana. Kumbuka tunaendelea na somo hili kwikwi za Harimagedoni, ambako kuna kauli kadha wa kadha ambazo baadhi ya Wakristo wenzetu wameziweka kama kipimo. Yesu anakuja 2027 na wengine 2031, na hivyo mwaka huu 2025 natazamia mambo makubwa kutokea. Hayo ambayo yataenda kwa kasi na kuakiria kuja kwa Yesu 2027 ama 2031. Kwikwi za Harimagedoni inaendelea kutupatia ukweli kama tulivyochunguza. Je, ni kweli katika neno la Bwana? Je, Mungu amefunua juu ya habari hizo kutoka katika Biblia takatifu? Tuliona katika mfululizo wa masomo yaliyopita hakuna kitu kama hicho. Na miaka 6000 sio unabii. Miaka 6000 ni ukokotoaji wa miaka unaonyesha Mungu alivyo mwaminifu katika ahadi ya kuja kwa mzao wa mwanamke. Lakini tukaingia katika habari za maandiko ya Ellen G. White. Na somo lililopita kwikwi za Harimagedoni sehemu ya 9 lilitueleza kwanza utangulizi, kufahamu maandiko ya Ellen G. White yanasimamaje. Na ndipo tulivyoona katika mahusiano hayo yote tunapaswa kufahamu ya kwamba maandiko ya Ellen G. White ni nuru ndogo inayoongoza katika neno kubwa ambayo ni Biblia takatifu. Lakini wakati huo tukaangalia kwamba shuhuda zake hazipingani na Biblia, hazipingani. Na tukaona kupoteza imani kwa maandiko ya Ellen G. White ni kupoteza imani katika neno la Mungu. Haya ndio tuliyoyaona kwa mtasari. Leo ni sehemu ya 10 inayojibu hoja ya swali muhimu tuliacha: wapi upotoshaji na upotokaji unaanza kuwa mujibu wa maandiko ya Ellen G. White. Na hivyo somo la leo linakwenda kukupatia wewe, linaenda kunipatia na mimi namna tunavyoweza kusoma maandiko ya Ellen G. White katika uelewa ulio sahihi, sio tu kwa habari ya hoja Yesu anakuja 2027, 2031, lakini katika mambo yote yanaonekana leo kuwa lugha gongana, na kila mmoja akinukuu maandiko ya Ellen G. White kama uthibitisho wa uelewa walionao mtu katika nyanja kadha wa kadha. Kwa hiyo nikualike sana ndani ya siku ya pili ya mwaka 2025, Mungu anaponena nawe, anaponena nami, Roho Mtakatifu awe pamoja nasi. Karibu tunapoungana kwa sala. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa ukarimu wako. Sisi umetuchagua kuwa hai na uwepo wako katikati yetu kwa somo hili. Hebu Mungu kafanye kuwa ujasiri na ushujaa kwa kila sikio linalosikia leo. Roho wako Mtakatifu atufundishe kweli hizi, na mwisho wa yote heshima na utukufu vikurudie wewe. Asante kwa kutubariki kwa jina la Yesu. Amina. 75% ya changamoto zinazotokana na maandiko ya Ellen G. White ni matokeo ya utafsiri usio sahihi. Hiyo ni hermeneutical problem, tafsiri isiyo sahihi, na haifanyiki kwa makusudi. Ukisikiliza wengi wanaotafsiri maandiko ya Ellen G. White huwa wanaweka uelewa wao kabisa, lakini uelewa huo unakuwa tofauti na vile ambavyo alipaswa kujifunza. Somo hili sehemu ya 10 inaenda kutueleza namna gani unaweza kuweka uelewa sahihi wa aya alizoandika au maandiko aliyoandika Ellen G. White. Baada ya somo hili ndipo tutakuja kuangalia sasa zile nukuu zinazoonekana watu kuzijengea hoja
ya kwamba Yesu anakuja 2027 ama 2031. Maeneo mengi ambayo kwayo kunaleta changamoto ya usomaji na uelewa ni katika maeneo haya. Moja ni ujumbe wa matengenezo ya afya. Sehemu hii ni eneo changamoto sana kwa walio wengi. Kila moja bandika bandua, nukuu, weka hivi. Eneo jingine ni upande wa vyakula, lishe. Eneo jingine ni upande wa mavazi, dress. Upande mwingine ni upande wa mambo ya kijamii, social issues, kutokana na maandiko ya Ellen G. White. Upande mwingine ni upande wa hoja za kitamaduni, na kila moja na nukuu hapa na nukuu hapa na nukuu hapa. Sehemu nyingine ni upande wa madeni, na sehemu nyingine ni upande wa elimu. Nazungumzia upande wa falsafa juu ya elimu ya kweli na namna ya kuishi elimu. Alafu sehemu nyingine ni upande ule wa maburudisho, recreation and amusement. Watu wanakuwa na hoja nyingi sana pale. Na upande mwingine ni upande wa mambo ya kidini yanayohusiana na uzoefu wa kidini ama maisha ya kidini ya Kristo. Na upande mwingine ni habari ya familia na ndoa na familia. Na katika yote haya ambayo yameonekana watu kuchanganya sana, wanajikuta katika makundi makubwa mawili. Kuchanganywa huku kunawafikisha katika makundi makubwa mawili. La kwanza ni eneo hatari sana. La kwanza wale wanaosema hapa ni nyeusi ama ni nyeupe, black and white syndrome. Na hii ni tatizo kubwa sana. Kwa nini wanasema vile? Wanasema hatuhitaji kujua namna ya kutafsiri maandiko ya Ellen G. White. Kama amesema ndivyo amesema. Kwa hiyo ananukuu, anaweka pale, anasema black and white. Hakuna kingine chochote. Hatuhitaji kanuni za utafsiri maandiko ya Ellen G. White. Maana kutafsiri ni kuyapunguzia uwezo, kuyapunguzia nguvu. Kwa hiyo ndivyo wanavyoeleza namna hiyo. Kwa hiyo na wanasema hata kwenye Mathayo, katika Mathayo ile sura ya 5 aya 37, Yesu alisema maneno yenu yawe ndio na sio. Ndio na sio. Kwa hiyo unaona amesema ndio na sio hata kwenye Biblia. Lakini pia kwenye kitabu kile cha Yakobo 5:12 wananukuu akisema ndio yenu na iwe ndio, sio yenu na iwe sio. Na bado ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 3 na aya 15 na 16, ni heri ungekuwa moto ama ungekuwa baridi. Sasa wanasema hii ni black and white. Kama Ellen G. White amesema hivi, nukuu aliyoisema ni hivyo hivyo. Ndivyo anavyosema. Lakini hata kwenye maandiko pekee unajiuliza kwamba ukisoma namna hiyo utapata shida. Kwa hiyo wanasema kama ilivyo kondoo na mbuzi, hakuna katikati. Hiyo Mathayo 25:31-46. Ukienda kwenye ngano na magugu, Mathayo 13:24 hadi 40, mema na maovu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hawa wanaposoma Biblia wanasema unaona hii ni ndio ama pana, kulia ama kushoto, mbele ama nyuma, nuru ama giza, kondoo ama mbuzi. Kwa hiyo anasema bandika bandua, bandika hivyo hivyo, hahitaji kutafsiri. Sasa hii uelewa una changamoto kwanza kwenye maandiko peke yake. Kwa sababu kama ingekuwa ni hivyo, Yesu amesema jicho lako ikikosesha la kuume ling'oe, mkono wako ikikosesha ukate. Sasa ni nani ambaye ameshang'oa jicho lake kwa sababu limemkosesha? Nani ambaye amewahi kukata mkono wake kwa sababu limemkosesha? Je, ni kusema ya kwamba hatujawahi kukosea? Sasa haya ndio mambo ambayo yanaleta shida kwa watu wanaosema Ellen G. White amesema, anabandika, anaweka. Na hivyo hata hivyo wanasema hata hivyo Ellen G. White ameandika mwenyewe. Ngoja nikunukuu hiyo aya katika kitabu ile barua yake ya 110 aliandika mwezi wa 8 na tarehe 8 mwaka 1899 paragraph ya 21. Lakini pia utaipata kwenye kitabu kile cha Upward Look. Upward Look ukurasa wa 234 na paragraph ile ya 6. Na nukuu, take the word as it reads. Ichukue neno kama linavyosomeka. Place yourself where the riches of the glory of heaven shall shine before you. Jiweke mwenyewe mahali ambako hazina za utukufu wa mbinguni zinang'aa mbele yako, and behind you, na nyuma yako, and on every side of you, na kila kona upande wako, because you are all light in the Lord. Maana wewe ni nuru yote katika Bwana. Kwa hiyo unaposema unaona Ellen G. White amesema ichukue neno lake kama lilivyo. Kwa hiyo anasema unaona Bwana anavyozungumza namna hiyo. Sasa hii yote ni katika swala zima ambalo mara nyingi watu wanajikuta katika muktadha wa changamoto. Ni kweli kwamba alisema hivyo, lakini alimaanisha nini aliposema hivyo kwamba ichukue neno la Mungu kama lilivyo? Wakati anaandika habari hizo, aliandika ulikuwa ni mwaka wa 1904.
na aliandikia dada moja anaitwa Wessex katika eneo linaloitwa Sunnyside, Corabong, New South Wales, Australia. Na aliandika habari hizo akimwandikia yule dada aliyekuwa anapitia changamoto nyingi sana maishani mwake, na alikuwa amejaribiwa katika kujali maisha ya wakati huu, na changamoto hiyo ikabidi Ellen amwandikie. Mojawapo alichoandikia ndio kauli hiyo, na hapa ni nukuu wakati inaandikwa barua ya 49 na ni Januari 24 mwaka 1904, paragraph ya 16, ambapo pia imeandikwa kwenye kitabu kile cha Manuscript Releases, ni gombo la 21 ukurasa wa 339 na ile paragrafu ya 3. Na hapa na nukuu: The Lord has not given us the work of reasoning out of the things that we do not comprehend. Mungu hajatupatia kazi ya kufikiri kwa akili yetu vitu ambavyo hatuwezi kuvifahamu until we are satisfied, mpaka tuwe tumeridhika. Mungu hajatupatia kazi hiyo kwamba tufanyie kazi vitu ambavyo hajavifunua katika akili yetu mpaka tuwe tumeridhika. We must take the word as it reads. Ni lazima tulichukue neno lake kama linavyosomeka. Sasa hii ni aya wakati anaiandika hapa wakati anaiandika pia ilikuwa anaandika kwa ameiandika mwezi wa 9 Septemba 1 hiyo 1897, wakati alikuwa anamwandikia Daniels ambaye alikuwa anamuelezea habari hizo. Alikuwa na changamoto katika swala zima, anahangaika kufahamu kile ambacho Mungu ameandika, anatamani kujua kile ambacho Mungu hajafunua. Yaani akamwambia alichukue neno lake kama lilivyo, lakini wakati unashindwa kulielewa haimaanishi ya kwamba aliwezi kuwa neno la Mungu. Usilibebe mpaka umeridhika ndipo unasema nimelibeba. Badala yake unapaswa kuamini ni maneno ya Mungu hata wakati ambapo uwezi kuelewa hasa maana yake. Kwa hiyo lipo kundi ambalo wanasema black and white, na black and white wanamaanisha kwamba lichukue kama lilivyo, na kisingizio ni baadhi ya hizi aya. Kwa hivyo wanaamua kusema kama amesema hivyo, amesema hivyo hivyo, siwezi kufanya tofauti, maana Mungu amesema. Hii ni mojawapo ya changamoto tunaita the black and white syndrome. Hawa hawataki namna ya kujifunza kutafsiri, wanasema alivyosema ndivyo alivyosema. Lakini changamoto ya pili ni ile inaitwa everything is gray syndrome. Kila kitu hakuna yani sio lazima ustick, yani ubaki ilivyosema, hapana. Unaweza twist tu maana yake, unaweza wewe mwenyewe upatie uzito ama usilipatie uzito, sio kitu cha kwamba lazima kiwe hivyo. Na hawa wanaopitia hapa ni wale wanaojaribu kupambana na lile kundi la kwanza ambao limepitiliza, extreme namba 1 ambao wanasema black and white, hatuhitaji kanuni za utafsiri. Ili ni kundi la pili ambao umejikuta pia wanakuwa kwenye extreme nyingine, wanasema ndio wanaosikia wanasema ni mashauri tu ya NG White. Unasikia, unajua sio kivile, ndio iko kwenye kundi la everything is gray syndrome. Everything is gray. Kwa hiyo wanaeleza vichukulie vitu rahisi tu, usicomplicate, usifanye vitu kuwa vigumu, ni kitu cha kawaida. Na hili Ellen G. White amelieleza vizuri kama ni mojawapo ya changamoto wakati anaandika barua yake ya 127 mwezi ule wa 4 tarehe 11 1904. Alikuwa anamwandikia ndugu moja anaitwa G.A. Irwin, na wakati anaandika hivyo. Lakini kitabu kile pia cha ushauri Counsels and Diet and Foods ukurasa wa 491 pia ameeleza pia namna hiyo. Sasa hizi ni kanuni mbili. Kanuni ni makosa makubwa mawili. Kosa la kwanza ni wale ambao wamepitiliza katika swala la kusema tuhitaji kanuni za utafsiri, alichosema ndicho alichosema. Wanaingia mgogoro, anabandika hapa nukuu, anasema amesema hivyo. Lakini kundi jingine linalosema haina haja. Ni mambo yote ni ya kawaida tu, ni ushauri tu, sio lazima iwe hivi sio hivi. Hiyo ni kundi la pili. Hizi zote extremes hazifai katika usomaji, sio tu wa maandiko ya NG White, hata wa Biblia yenyewe. Sasa zipo kanuni tunazopaswa kuzipitia maishani mwetu. Na hizi kanuni tunapaswa kuzielewa. Ninaeleza ya kwamba ni za kutusaidia kufahamu unawezaje kuelewa unaposoma maandiko ya NG White. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufahamu ni vizuri kutafsiri maandiko ya NG White. Unayatafsirije? Ni vizuri yale uangalie. Ziko aya ambazo ameziandika mara chache sana, na mara nyingi aya kama zile zinatafsiriwa na aya kubwa nyingi.
Unajua Biblia ni ajabu, kama ilivyoandikwa ndivyo hivyo Ellen G. White alivyoandika. Ukisoma aya kwa mfano Yona moyoni mwa samaki ndio siku 3, halafu unajiuliza mbona Yesu akukamilisha kila siku yenye masaa 24 ukiacha tu ile siku ya 7 ya juma, maana siku anakufa Ijumaa ni sehemu tu ya masaa, halafu Sabato ndio inachukua complete masaa yote, halafu siku ya kwanza ya juma pia ni sehemu. Sasa kama alikama siku 3 halafu Yesu anasema ni siku 3, mbona hajafikisha 10 na 20 siku masaa 24 kwa siku moja mara 3? Sasa lazima uende sasa, kwa sababu Biblia inajitafsiri yenyewe uweze kufahamu. Kadhalika na maandiko ya Ellen G. White vivyo hivyo. Na mara nyingi ni vizuri ni kueleze kitu fulani ambacho nifahamu. Unaposoma aya moja na ukadhani uelewa wako ndio huo kwenye hiyo aya, ni vizuri ukapitia aya kadha wa kadha katika vitabu kadha wa kadha alivyoandika Ellen G. White. Kwanza ni kueleze katika vitabu vyake vyote alivyoandika, ni kueleze maeneo makubwa matatu. La kwanza ni eneo ambalo Ellen G. White alikuwa kimya. Naposema alikuwa kimya, manake hutapata maandiko ya Ellen G. White juu ya mada hizo. Kuna wakati fulani ninaulizwa, pastor, hiki na kile Ellen G. White amesemaje? Unajua kwamba huyu hajafahamu. Maana ni vizuri ni kueleza ujue mada kama hizi, kwa mfano sinema, mikanda ya cinema films na videos. Katika masuala hayo huwezi kuyapata kwenye Ellen G. White writings kwa sababu kipindi hicho hayakuwepo. Radio na TV programs hazikuwepo wakati huo, kwa ndio maana utayakuta katika maandiko yake. Habari ya uzazi wa mpango, conception, contraception na birth control ambayo tunazitumia leo hospitalini, watu wanazitumia dawa za uzazi wa mpango na nini, havikuwepo wakati wake, na wakati ndio mapinduzi yanaanza vilikuwa vijaingia hasa kwenye sera za kimataifa. Lakini juu ya abortion, utoaji mimba ambao baadhi ya nchi zimehalalisha kisheria, unaweza ukatafuta sana kwenye maandiko ya Ellen G. White, lakini hapa kuwepo wakati huo na swala kama hilo, isipokuwa kuna reference moja tu aliyoandika kuhusiana na uwaji wa watoto wachanga, ni moja tu peke yake. Kwa hivyo ukiingia upande wa cremation ina maana wale ambao mtu akifa wanachukua maiti wanamchoma moto, yanakuwa majivu, alafu ndio wanaenda kustiri ama wanaweka kwenye kikopo, wanaandika rebo, huyu ni fulani, ni ndugu yao, wanamweka mara fulani. Kipindi hicho hayakuwepo hayo mambo, kwa hiyo unaweza usikuta habari za cremation. Lakini pia habari za organ transplants. Organ transplants maana yake ile sayansi ambayo sasa hivi wanahamisha viungo. Unasikia amechukua figo kwa huyu, afu amepachika kwa mtu mwingine, amechukua kiungo kwa mtu mwingine, amepachika kwa mtu mwingine. Hivyo vitu vya organ transplant huwezi kuyapata kwenye maandiko ya Ellen G. White. Kwa hiyo tunasema she was totally silent. Alikuwa kimya, na sababu ni nini? Hayakuwa maisha ya wakati huo. Lakini kundi la pili katika mada alizoandika ni pale ambapo Ellen G. White ameandika kwa uchache sana. Tunasema she wrote comparatively little. Comparatively little. Aliandika kidogo sana. Moja ni life insurance, ni bima ya maisha. Na unajua hapa kama ulivyoona ameandika tu kwenye kitabu kile iko kwenye Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Kwanza, ukurasa wa 549 paragrafu ya 2 mpaka ukurasa wa 550 paragrafu ya 3. Hii ni life insurance. Na pale Ellen G. White ameandika kwa dhati kabisa, hatupaswi kwa sababu ni sera za ibilisi. Life insurance, bima ya maisha. Na unajua watu wengine waliposikia hivyo hata hawakutaka kujua kuna aina ngapi za bima. Kuna bima ya ajali, bima ya safari, bima ya nyumba kuchomeka moto, bima ya gari, bima ya kuibiwa vitu ndani ya nyumba, bima sijui ya nini. Mpaka leo kuna bima za biashara, kuna bima za mazao, Sasa wengine waliposikia neno bima tu, bima. Ellen G. White amekataa, lakini ukienda ukasoma hapo alichozungumza ni bima ya maisha, life insurance. Sasa mtu anaweza kuilazimisha. Naeleza ameandika kidogo sana, ni sura hiyo peke yake, na kuandika tena habari ya life insurance, na ameieleza kabisa. Lakini eneo jingine ambalo ameandika kidogo sana inaitwa wedding band, pete ya ndoa. Sasa pete ya ndoa ameieleza vizuri sana, na ameandika kwenye mwaka 1892 alipokuwa ameingia nchi ya Australia. Na iko wazi kwenye kitabu kile cha Shuhuda Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 180 paragrafu ya kwanza hadi ya pili. Na hapa anaeleza kabisa ya kwamba sio mpango wa Mungu na hata haithibitishi usafi wa maisha ya ndoa. Na akaeleza tu ni wale tu ambao katika nchi ni sheria, ambao kwa kufanya hivyo
inalazimika hivyo. Kwa wale ambao wanaishi katika nchi ambayo inalazimika hivyo, basi watalazimika kuvaa hivyo. Lakini ameeleza wazi kabisa kwa wale ambao wanaishi katika nchi ambayo hilo sio swala la kisheria, wasio lazima, anasema ni mitindo na kamwe haina maana kabisa na haifai kwa watu wa Mungu. Hiyo ni habari ya pete za ndoa, na ameandika kidogo sana juu ya jambo hilo. Najua wengine wangependa sana kuwa vile, lakini kupendekezea, nenda usome hicho kitabu TM, kwa kifupi kirefu inaitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa 180, paragraph ya kwanza hadi paragraph ya pili. Eneo jingine ambayo ameandika kidogo sana ni habari ya ufufuo maalum, special resurrection. Hii ametaja mara mbili. Moja ametaja wakati wa kufuka kwake, katofuka kwake on Easter Sunday, ambayo imetajwa kwenye kitabu ya Injili katika Mathayo, lakini pia imetajwa na Paulo kitabu cha Efeso, lakini yeye mwenyewe ametaja kitabu ya Desire of Ages, early writings, great controversy na selected messages. Eneo la pili pia ufufuo maalum ni ile ambayo Yesu anapokuja mara ya pili, kabla hajaonekana, kuna ambao pia watafufuliwa. Hili jambo limetajwa kwenye Biblia, kwenye Danieli sura ya 12 aya ya kwanza, na Mathayo 26 aya ya 64, na Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7, Ufunuo 14 mstari wa 13. Lakini yeye mwenyewe ni Joel ametaja kitabu cha Early Writings EW ukurasa wa 285 na Great Controversy GC ukurasa wa 637. Kwa hiyo maeneo haya yameandika kwa kidogo sana. Kwa hiyo unapokuwa unakutana na mada kama hizo, hatutazamii uzikute kwa wingi sana, lakini ameandika katika sehemu ndogo. Na sehemu ya tatu ya mada alizoandika kwa wingi sana ni maeneo makubwa mawili. Moja ni habari za Roho Mtakatifu kwa wingi mno. Mbili ni habari za Yesu Kristo sana. Hata huo sasa hivi tunaendelea na kesha la asubuhi ambao tunaendelea nalo, utaona imejengwa juu ya Kristo peke yake. Yeye ni nani? Ni Mungu na uungu wake ukoje. Ndio maana wengi ambao wamekuwa na mashaka juu ya maandiko ya Ellen G. White, angalau hata kesha la asubuhi la robo hii basi litawasaidia kujua Yesu ni Mungu. Nenda uangalie kuanzia Januari tarehe 1 na leo Januari tarehe 2, na tuendelea uangalie Ellen G. White anavyoeleza Yesu ni nani. Kwa hivyo imeelezwa namna hiyo. Lakini kuna mawazo makuu ambayo ameandika 7 miongoni mwa mengi ambayo kwa vyovyote katika maandiko ya Injili tutayapata kwa wingi sana katika vitabu vyake. Moja, upendo wa Mungu. 2, pambano kuu kati ya Kristo pamoja na Shetani. 3 ni kafara ya Yesu, huduma yake kule juu mbinguni, na wokovu kupitia yeye. Vimewekwa kwa ndani kabisa. Alafu 4, mwitikio wa muumini katika upendo wa Mungu. Mtu anaweza kuitikaje? Mwanadamu anaweza kuitikaje upendo wa Mungu? Alafu 5 ni ile neno la Mungu ndiyo kiini cha kila kitu, the centrality of God's word. Alafu 6, malaika yule watatu, third angel's message. Sio watatu, 3 angels, no, third angel's message. Hiyo ni mada ambayo utaipata kwa wingi sana. It's most basic and preeminent throughout their writings, utaikuta hiyo. Alafu na nyingine ya 7 ni ile kuja kwake mara ya pili, second advent. Sasa tuangalie sasa kwa vielelezo na mifano ya hizi, kuzitumia hizi kanuni, unawezaje kusoma na ukaelewa. Kanuni ya kwanza kabisa ambayo kila anayesoma maandiko ya Ellen G. White anapaswa kuielewa ni hii. Moja, ni vizuri uweze kufahamu vizuri kabisa hizi kanuni, tunaweza kuziangalia wazi sana. Kanuni ya kwanza ni ya kwamba soma yote yanayohusu hiyo mada, maandiko yote. Soma maandiko yote ya Ellen G. White kuhusu hiyo mada unayoifanyia kazi. Study all applicable counsels before conclusions are drawn. Kwa nini inakuwa vile? Ni vizuri uelewe hivi kwamba katika njozi alizopewa Ellen G. White, yeye mwenyewe alikuwa anakuwa uelewa wake toka njozi kwenda njozi. Na ni vizuri uelewe vile. Kwa mfano, akiandika ile barua ya 329 Disemba 20 mwaka 1904, paragraph ya kwanza na nukuu, often representations are given me with which at first I do not understand. Kwamba alipewa njozi ambazo mwanzoni hata yeye hakuwa anaelewa, but after a time they are made plain. Lakini baada ya muda ziliwekwa wazi kwake, by a repeated presentation of the things that I did not, kwa kurudiwa zile alivyoonyeshwa, ambayo mambo ambayo hapo nyuma hakuwa ameelewa.
at first comprehend, alikuwa ameyafahamu, and in ways that make their meaning clear and unmistakable, na kwa namna ambayo mambo yaliwekwa wazi pasipo kupotoka. Hiki ndicho ambacho anaeleza yeye mwenyewe, anaeleza. Kwa hiyo unaweza ukajua jambo hili ya kwamba kulikuwa na mwendelezo wa ufahamu wa kile Mungu alichomfunulia. Kwa hiyo ndio maana unaposoma, pitia uweze kuona mwaka, uone alizungumza mwaka gani. Je, kuna mahali alizungumza tena kitu kama hiki, ilikuwa ni mwaka gani? Utagundua uelewa wake ulivyokuwa unatanuka. Sio kwamba alipenda iwe hivyo, lakini Mungu alipokuwa anamfunulia huko nyuma alikuwa haelewi vizuri. Kadri Mungu anavyorudia ndivyo alivyokuwa anaelewa. Kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu sana kuweza kufahamu, na ni vizuri ujue katika njozi zake kwa jumla jinsi Mungu alivyokuwa anazifunua kwake. Sasa hapa unapopata kuweza kujua ni nini unapaswa kujua kwa hakika, kwamba hii kanuni inasema soma yote yanayohusu mada hiyo. Soma maandiko yote ya Ellen G. White yanayohusu mada hiyo. Nitakuja kukuelewesha kidogo hapo uweze kufahamu takapotoa mfano, tunaita kwenye case study. Lakini kwanza nisome nukuu zake mbili. Ya kwanza ni kile kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, Testimonies for the Churches volume 5, ukurasa 696, paragraph ya kwanza, na iliandikwa mwaka 1889. Hapa na nukuu: "And now to all who have a desire for truth I would say," na sasa kwa wote walio na shauku ya kujua ukweli ninaweza kusema, "Do not give credence to unauthenticated reports as to what Sister White has done or said or written." Hebu usiweke imani yako katika taarifa ambazo hazina ukweli kuhusu Kristo alichofanya, kuhusu dada White alichofanya, alichozungumza ama alichoandika. If you desire to know what the Lord has revealed through her, ikiwa una shauku ya kujua kile ambacho Bwana amekifunua kupitia yeye, read her published works. Soma kazi ya machapisho yake yaliyochapishwa. Are there any point of interest concerning which she has not written? Je, kuna sehemu yoyote yenye shauku kuhusu kile ambacho hajakiandika? Do not eagerly catch up and report rumors. Hebu usipate tashwishi ya kukishikilia na kusambaza mambo ya uzushi as to what she has said, kana kwamba amekisema hivyo. Kwa hiyo anachokieleza hapa ni kwamba unataka kujua ambacho Ellen G. White amesema, ametenda ama amefanya. Anasema soma machapisho yake, published works. Sasa published works sio kitabu kimoja. Kwa hiyo unaposoma mada usiishie kusoma hiyo mada kwenye kitabu kimoja. All are published works. Nukuu nyingine akaiandika kwenye kitabu cha Review and Herald, Januari 26 mwaka 1905, na ni paragraph ya 19. Akaandika, na hapa na nukuu: "If any of the citizens of Battle Creek wish to know what Mrs. White believes and teaches," ikiwa mkazi wa Battle Creek yeyote anatamani ajue kile Mama White anachoamini na anachofundisha, let them read her published books. Hebu na wasome vitabu vyake vilivyoandikwa. My labors would be not should I preach another gospel. Kazi yangu itakuwa ni bure ikiwa nitahubiri injili nyingine. That which I have written is what the Lord has bidden me write. Nilichoandika ni kile ambacho Bwana ameniambia andika. I stand firm in the Adventist faith. Ninasimama imara katika imani ya Kiadventista. For I have been warned in regard to the seducing sophisties that will seek for interest among us as a people. Maana nimeonywa kuhusiana na umahili unaoshawishi utakaopenyeza miongoni mwa watu kama sisi kama watu. Kwa hiyo alishaonyeshwa tayari kuna watu wataingiza mkono wao kwa ujanja wao ili kupotosha alichoandika. Kwa hiyo ndio unaona anaandika, anasema ukitaka kujua amesema nini Ellen G. White kuhusu jambo hilo, soma vitabu vyake vilivyoandikwa, published books. Sasa nikupatie case study moja.
ambayo ni eneo ambalo mara nyingi lina changamoto kwa watu wengi. Na hili ni nini? Tutakupatia tu mifano, kila kanuni nitakupa mifano miwili ama mitatu. La kwanza, angalia upande wa je, ni halali kula vitu vyenye sukari? Is it a sin to eat desserts? Vitu vitamu vyenye asili ya utamu. Zungumzia sukari, zungumzia keki zenye sukari, zungumzia nini? Vitu vyenye sukari hivyo, desserts inaitwa vile. Sasa ni vizuri ufahamu, ili maana tunasema lazima usome vitabu vyake vilivyochapishwa. Nikupatie mfano tu ya unaposoma habari yote inayohusiana na afya, chakula, lishe, watu wanapikaje, wanakula nini, uache kitu gani, utumie nini. Ukizungumza hivyo, ni vizuri ukasoma vitabu vyake vyote. Amesema read all our published books on that topic. Sio unasoma kitabu kimoja alafu unatoka unasema Ellen White amesema, utakuwa umemsemea vibaya. Kwa mfano, kama ni habari ya afya, ili utoke vizuri, unapofundisha angalau umefundisha kitu kinachoeleweka, soma vitabu vyake hivi vifuatavyo. Cha kwanza, Christian Temperance and Bible Hygiene. Kiliandikwa 1890. Cha pili, Counsels on Physics and Physicians and Medical Students, 1884. Kingine, The Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, hicho 1905. Cha nne ni Counsels on Health, 1923. Kingine, Medical Ministry, 1932. Kingine ni Counsels on Diet and Foods, 1938. Na kingine ni Temperance, 1949. Sasa ikiwa wewe kweli unataka umejikita kuelewa Ellen White aliamini nini na alifundisha nini kuhusu vyakula, kuhusu afya, kuhusu matengenezo yote ya afya, tunakutazamia usome hivi vitabu. Ukivisoma hivi vitabu ambavyo vinahusu habari ya healthful living, maisha ya afya, utakuwa na uelewa mpana na utajua aliamini nini Ellen White na alifundisha nini. Usisahau alifunuliwa nini na Mungu, maana alichofunuliwa ndicho alichoandika. Lakini kusoma tu nasoma kwenye Counsels in Diet and Foods, compiled book, imeuchukua nukuu kutoka huku na kule zikaunganishwa zikawekwa kwa mada mbalimbali, halafu ukatoka unawaaminisha watu kitu kama hicho, utakuwa umepata kumnenea vibaya. Ibilisi atafurahi sana kufanya hivyo. Kama unataka kufundisha maisha ya afya njema, soma hivyo vitabu. Ukishavisoma utakuwa vizuri mno, uelewa wako utakuwa mpana. Nitakupatia mfano kwa nini tunazungumza habari hizi. Sasa hapa nakupa mfano ya nukuu kadhaa kuhusiana na habari hii. Niko kwenye case study ya habari ya maisha yenye afya njema, na hasa kuhusiana na kipengele ni halali kula vitu vyenye sukari. Sasa kwenye barua yake ya 135 aliyoandika mwaka 1902, na pia iko kwenye kitabu kile cha Counsels in Diet and Food, mashauri juu ya lishe na vyakula, kurasa 87 paragrafu ya kwanza, na ukurasa pia 333 paragrafu ya 4, na nukuu: discard rich pastries, cakes, desserts and the other dishes prepared to tempt the appetite. Anasema achana cakes amezitaja, desserts vitu vyenye sukari, na vyote ambavyo vinafanya ujaribiwe katika uchu wa ulaji. Sasa huo ni mwaka 1902. Lakini pia wakati anaandika barua yake ya 72 1896, aliandika hivi, na iko pia kwenye Counsels on Diet and Foods kurasa 113 na ile paragrafu ya 3. Anasema the less that condiments and desserts are placed upon our table, the better it will be for all who partake of the food. Sasa angalia, anasema kwa kadri ya kiwango kidogo cha vitu vyenye sukari vinavyowekwa katika meza zetu, ndivyo bora zaidi tunavyovitumia kama chakula. All mixed and complicated foods, vyakula vyote vilivyochanganywa sana, ambavyo vimechanganywa sana, are injurious to the health of human beings, vinaleta madhara katika afya ya mwanadamu. Sasa unaona, hii amezungumzia less, hajasema kabisa discard. Angalia vizuri, hajasema achana navyo, ila amezungumzia kiwango kidogo. Mwaka 1893 aliandika kitabu kile kinaitwa Special Tests
Testimonies on Education. Ilikuwa ni Oktoba 1893, na hiyo nukuu pia iko kwenye kitabu cha Counsels and Diet and Foods kurasa 331 paragraph ya 4, na nukuu, the desserts which take so much time to prepare, vyakula vya sukari vinavyotumia muda mwingi sana kuviandaa, are many of them, kwa wingi wa vyakula hivyo, detrimental to health, vinaharibu afya. Naona anavyoandika. Mwaka 1905 kwenye kitabu cha Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, ukurasa 302, na kimeandikwa pia hiyo nukuu kwenye kitabu cha Shauri juu ya lishe na vyakula, Counsels, Diet and Foods, ukurasa wa 333 paragraph ya 3. Sikia anavyosema, far too much sugar is ordinarily used in food. Sukari inatumika sana katika vyakula, sukari kwa wingi. Cakes, ametaja cake, sweet puddings, patties, gels, jams are the chief ingredients. Katika vyakula hivyo amesema sukari ni kimeng'enyo kikubwa sana, ama tunasema ni kionjo kikubwa sana kwenye vyakula hivyo. Na wenyewe mnajua kabisa vyakula kama hivyo, jams nyingi zinazotengenezwa wanapaka kwenye mikate, sukari ni kwa wingi ndani yake. Kienda kwenye keki, sukari ni kwa wingi ndani yake, na ndivyo anavyoeleza. Kwa hiyo anasema ni vingi sana ndani yake. Halafu anaeleza ya kwamba are active causes of indigestion, na vinaleta madhara katika myeyusho wa chakula. Naendelea kunukuu, especially harmful are the custards and puddings and sugar are the chief ingredients. The free use of milk, kutumia maziwa, free use of milk and sugar, maziwa pamoja na sukari, taken together, yakiwa yamechanganywa pamoja, should be avoided, yaweze kuepukwa. Kwa hiyo unaona anaeleza namna hiyo. Ilipofika 1889 kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, mwaka 1889 ukurasa 383 na paragraph ya 4, anasema hivi, a moderate amount of milk and sugar, kiwango kidogo cha maziwa na sukari, and a little salt, na chumvi kidogo, white bread raised with yeast for a change, alafu na mkate ambao umewekwa kidogo na hamira, graham flour prepared in a variety of ways by other hands than her own. Anaeleza hata mkate unaotengenezwa kwa ngano na mikono ya watu wengine kuliko yake mwenyewe, plain cake with raisins, rice pudding with raisins, prunes and figs occasionally, and many other dishes I might mention would have answered the demand of appetite. Vingekuwa vimejalia. Hapa alikuwa anazungumza watu ambao walikuwa wamefanya strict matengenezo ya vyakula, alafu wameshindwa kuleta afya. Kwa kweli alifikia hatua mpaka akaeleza watu wanafanya matengenezo ya afya, wanaacha hiki, lakini hawawezi kula chakula kinachoweza kufanya kazi upande huo. Nimeiacha hiyo quotation kwa sababu muda sikufundishi sasa upande huo, ila naelezea tu mfano wa namna ya kujali kwamba soma vitabu vyote kuhusiana na hiyo mada kabla hujapata hitimisho la hicho unachokifundisha. Kwa sababu watu wengi wakisoma hapo hizi nukuu, mwingine anasema moja ama mbili ama hata 5, anaishia na kusema achana na sukari. Achana na sukari kabisa. Vyote vyenye sukari tupa kule. Na tuna watu kama hao. Yaani wakisikia sukari hiyo ni tupa kule. Mama White amesema. Haya ni madhara tu ya usomaji. Lakini ni nini hasa anachoshughulika nacho Ellen G. White katika maandiko yake? Ukisoma wazi katika vitabu hivyo nilivyowaambia, vitabu hivyo vyote 7, ukasoma, utasikia anazungumza epuka kiwango kikubwa cha sukari. Excessive use of sugar. Na ameandika vizuri, nyingi mno. Na pili, ameeleza kuna vyakula ambavyo havipaswi kuchanganywa. Ametaja vinaleta madhara. Mfano, maziwa, mayai, sukari. Ukivichanganya ukaviandaa pamoja vinakuletea madhara. Na ameandika hivyo vitu kwenye vitabu mbalimbali. Hivyo ukisoma anazungumzia kiwango kishuke kwenye upande wa sukari. 3, usichanganye baadhi ya vyakula ukaweka pamoja, vinakuwa na matatizo katika tumbo lako. Vinaharibu mashine ya uyoshaji wa vyakula. Hicho ndicho anachozungumza pale. Na wengine wakifikia hatua wanasema unatengeneza sumu. Usimwekee Ellen G. White mambo ambayo hajasema.
Ninataka tu nieleze hivi ya kwamba hebu ruhusu tu basi tafsiri hivyo alivyoandika yeye, badala hata kama ungetamani watu wote waviache vitu hivyo, lakini basi usivinenee tofauti kile ambacho hajasema. Kama amesema inakuwa injurious, vinaleta madhara kwenye mwili, unawezaje kusema poison, kwamba ni sumu, ili mradi tu kuwafanya watu wafanye kama wewe? Haitakuwa ni unenaji mzuri na utakosa sifa ya kuwa mfundishaji mzuri wa neno la Bwana. Lakini kwa lugha nyingine, kwa hakika anachokieleza ni nini? Ameeleza hivi, chakula kinapaswa kuwa plain, simple. Fanya chakula rahisi lakini kilicho na ladha. Na tatu, ameeleza vizuri kwamba epuka kiwango kikubwa cha sukari. Ndio maana kama unakula carbohydrate ina sukari, bado unashushia na soda ina sukari, bado unakula keki zina sukari, bado unakunywa juisi zina sukari. Ndio maana nakueleza, angalia vizuri unachokula. Bahati mbaya sisi tunakula na kunywa hata hatujui ingredients vilivyomo mule ni nini, na sukari inapokuwa nyingi inaleta madhara kwenye miili yetu. Kwa hiyo anaeleza kanuni ya kwanza, chakula rahisi, simple plain but palatable, lakini yenye ladha. 2, epusha matumizi ya wingi wa sukari maishani mwetu. Na ndio maana kwenye Testimonies for the Churches of gombo lile la pili, kurasa 383 paragrafu ya kwanza na 384 anasema, a moderate amount of sugar and milk combination is acceptable. Kiwango kidogo cha maziwa na sukari kikiunganishwa pamoja kinakubalika. As also plain cakes with resins. Hata zile keki ambazo unakuta sio lazima uweke sukari, fanye plain. And rice puddings with resins, which she recommended as acceptable dessert, ambayo anaeleza ni kitu ni chakula kinachokubalika. Hata pia akaandika kitabu kile cha kati barua ya mwaka 1904 paragrafu ya 9 hadi ya 12, ile leta ya 127 mwaka 1904. Anasema lemon pie which requires an egg sugar combination was not forbidden as a dessert for sanitarium patients meals. Anaeleza mayai, sukari kidogo havikuwa vyakula vilivyozuiwa kwa wagonjwa waliokuwa wanapata huduma kwenye sanitarium. Sanitarium ni maeneo ambayo yaliwekwa kanisa kwa maelekezo ya neno la Bwana kwa ajili ya kufundishia mpango wa maisha, lakini na tabibu kwa walio wagonjwa. Kwa hiyo haikukataliwa pia straight kwao. Lakini kupatia mfano wa maisha ya Ellen G. White mwenyewe akishuhudia alivyoishi. Ellen G. White alipokuwa anamwandikia dada mmoja anaitwa Irene, hii ni familia, ndugu na mke wake anaitwa Irene G.A. aliandika mwaka 1904 na ilikuwa ni mwezi ule wa 11 na tarehe ni 4. Sikiliza ninachoandika jambo hili, na ikaandikwa, ilikuwa ni barua ya 127 na mwaka 1904 paragraph ya 11, na nukuu, I eat the most simple food. Ninakula chakula rahisi, prepared in the most simple way, kilichoandaliwa kwa namna ya kawaida kabisa. Dried corn, anazungumzia mahindi ya kukaanga, cooked with milk, yamepikwa pamoja na maziwa, or a little cream au cream kidogo, is another dish that I sometimes use. Ni mojawapo ya chakula ambacho wakati mwingine nilikihitaji nikitumia. But the other members of my family do not eat the same thing that I do. Lakini wanafamilia wengine wangu hawakutumia kile nilichokuwa nakitumia. I do not hold myself up as a criteria for them. Sikupaswa kuinua mimi kuwa kiwango kwa ajili yao. I leave each one to follow his own idea as to what is best for him. Niliacha kila mmoja afate kilicho bora kwake. I bind no one else conscience by my own. Sikushikilia uelewa wa mtu uwe wa kwangu. One person cannot be a criteria for another in the matter of eating. Mtu mmoja hawezi kuwa ndiye kiwango kwa mtu mwingine kuhusu masuala ya chakula. It is impossible to make one rule for all to follow. Haiwezekani kuweka kanuni moja kwa wote kuifuata. There are those in the family who are very fond of beans. Kuna watu katika familia ambao wanapenda sana maharage. While to me beans are poison. Lakini kwangu maharage ni sumu.
Butter is never placed on my table. Butter haikuwekwa kabisa katika meza yangu. Mnakumbuka butter ni nini? But if the members of my family choose to use a little butter away from the table. Lakini wakiwa wanafamilia walipenda watumie butter kidogo katika chakula chao, they are at liberty to do so. Walikuwa huru kufanya hivyo. Our table is set twice a day. Meza yetu tunakula mara 2 kwa siku. But if there are those who desire something to eat in the evening, lakini ikiwa kuna wale ambao wangetamani kula chakula jioni, there is no rule that forbids them from getting it. Hapa kwepo na amri ya kuwazuia wasifanye hivyo. No one complains, hakuna aliyelalamika, or goes from our table dissatisfied, ama anatoka mezani akiwa hajatosheka. Sasa unajua, sisi leo tukishakubali ujumbe huu, tunataka kuchora ratiba. Kama ni mwanamume hataki mke wake aguse hiki, kama ni mwanamke anaumia mume wake akigusa hiki, kama ni wazazi hawataki watoto waguse hiki, imradi tu kuonyesha wao ni watu wa matengenezo. Haujawahi kuwa mwana matengenezo kuliko NG White. Haujawahi. Na hautakuwa. Badala wote tutalingana. Kulingana maana yake katika swala la kula na kunywa, hajawahi toa kanuni yoyote Mungu kwamba kanuni yako baba ndio hiyo kanuni ya familia nzima. Na wengine wamewakataza, hao ndio wanaonunua, wanasema usilete hiki, usiende kununua hiki sokoni, usilete hivi, sukari kwangu hapana, mayai hapana, maziwa hapana. Nisikilize ndugu zangu wapendwa, hatuna roho wa Mungu anayeoperate namna hiyo katika swala la vyakula. Na hii ni kwa sababu tunawasomea watu, tumesiba jicho moja. Hatusomi maandiko yote ya NG White kuhusiana hiyo mada. Wala usijisikie fahari kuwalazimisha familia yako kutokula kile wanachoona. Usijisikie fahari na mtu wa kiroho. Hapana. NG White mwenyewe na familia yake, ndicho nilichosoma hivi, hakuweka kanuni, na wala yeye hakuwa kanuni ya namna ya ulaji kwa familia yake. Sasa wengi sasa hivi wanataka wao ndio wawe kanuni. Yaani akifanya hivi basi kuna watu wanakula huko wanakunywa maji. Kwa nini usimfundishe tu kwamba ulaji chakula na kunywa maji wakati huo unaathiri ufanisi wa uyoshaji na uchukuaji wa vyakula vile? Kwa nini unazuia watu wote, hakuna haja, hapa kwangu atuli tunakunywa maji? Jamani, hii si dini ya Nebukadreza hii jamani? Anayetoa amri wote wamsujudie. Hivi Mungu angetoa amri ingelikuwaje? Na watu wengi wanafikiri ndio ufanisi wamefaulu kwenye familia zao kuweka sheria kama hizo. Mwana matengenezo wa kweli aliye na Roho Mtakatifu hawezi weka sheria cha watu wa nyumbani mwake yanavyotaka yeye ndivyo wengine wawe. Hawezi kabisa. Atapasa tuwafundishe kama ana ukweli, lakini aruhusu kila moja afanye uchaguzi wake mwenyewe. Na ufurahi kuchaguzi wao. Furahi. Watakula kwa kuwa umewakataza. Hawatakula kwa sababu ukuwanunulia. Lakini wanajua kwamba hapa tuna Nebukadreza ambaye hajaongoka. Kwa hiyo ndio kanuni ambayo unapoisoma lazima uifahamu vizuri zaidi juu ya jambo hilo. Lakini kanuni ya pili ni vizuri ufahamu matumizi ya muda, ufahamu na sehemu na mazingira ambazo hizo nukuu ziliandikwa, ambazo hizo kitabu kiliandikwa. Ufahamu ni lini aliandika haya. 2, hiyo ni kanuni ya pili hiyo. Ni wapi aliandika? 3, kulikuwa kuna mazingira gani? So time, place and circumstances. Hii ni kanuni ya pili. Consider. Ziweke hizo kwenye kuelewa kwako. Mfano, kwenye case study ndani ya Biblia unaposoma Yeremia 29 mstari ule wa 6, Yeremia 16 mstari wa 2 na wa 3, Mungu alimzuia Yeremia asioe wala asiwe na watoto. Sasa unaposoma hapo, je, kwa nini alifanya hivyo Yeremia asioe ama asiwe na watoto? Ukiona kwenye Yeremia 29 mstari wa 6, anawaandikia waliochukuliwa utumwani Babeli, anawaambia ninyi oeni na watoto wenu wa binti zenu waolewe, wazee watoto. Sasa ni nini alikuwa anakieleza hapo? Ni vizuri ujue time, muda, ujue place, wapi, ujue kulikuwa kuna nini, circumstance. Sasa ukiangalia hapo, Mungu alikuwa anamtumia Yeremia kuwa ndiye shamba darasa ya kwamba watauawa
wanawake watauawa, watoto, vijana, wanaume watauawa. Kwa hiyo alichokuwa watu wakimuuliza mbona hujaoa, Yeremia waeleze wote waliooa, kuna maiti tu mbele yetu. Kwa hiyo Mungu alimfanya kuwa yeye ndiye awe nini? Awe object lesson. Ndio awe kielelezo cha ujumbe juu ya kile ambacho kinakuja mbele ya taifa la Yuda. Sasa usipoelewa hivyo, unasema mbona nyinyi watumishi wa Mungu mnaoa? Sasa kwa nini uende kwa Isaya? Mbona Isaya alitoa ujumbe lakini bado yeye alikuwa na familia? Mbona hujaenda kwa Hosea? Jamani, hii ni kwenye Biblia tu. Jua muda, jua wapi, jua mazingira, circumstances. Kulikuwa kuna nini? Tuende kwenye maandiko NG White ili uweze kuona vizuri. Kwenye kitabu cha Selected Messages book 1 ukurasa wa 57 paragraph ya pili, lakini pia utaikuta kwenye Selected Messages book 2 ukurasa wa 102 ile paragraph ya pili. Nasoma, regarding the testimonies nothing is ignored. Kuhusiana na shuhuda nilizoziandika yeye, usiache chochote. Nothing is cast aside. Usitupe chochote kando. But time and place must be considered. Lakini muda pamoja na sehemu zitafakari. Nothing must be done untimely. Hakuna chochote kinapaswa kufanyika bila muda. Sasa nikupatie mfano. Yeye mwenyewe amezungumzia. Usichukue nukuu yoyote ukasema Angel hata amesema hivi. Na hafa hujui aliandika lini, haujui alikuwa ni wapi, haujui kulikuwa na mazingira gani. Wewe unaikopi tu unaweka. Alafu unasemaje Mama White amesema. Hapana. Hapana. Ninaeleza haya kwa sababu kabla sijafika kwenye zile aya ambazo watu wanaona Angel hata amesema mwisho 2027 2031. Ndio maana lazima kufika hapa. Nitakapofika kwenye hizo nukuu, uwe umeshajua kabisa kwamba kuna shida za usomaji wa maandiko ya NG White. Kwa mfano, nirudi hapa maandiko ya NG White kuhusiana na kutukuzwa kwa Kristo, glorification of Christ. Ukisoma Tumaini vyote Desire of Ages ukurasa wa 780, nukuu hii na inukuu, Christ came forth from the tomb glorified. Kristo alitoka kaburini akiwa ametukuzwa. Halafu hiyo ni Tumaini vyote ukurasa wa 780 cha Kiingereza. Lakini ukienda Tumaini vyote ukurasa wa 805, sikiliza nukuu inasema, Christ had not yet been glorified. Kristo alikuwa bado hajatukuzwa. Sasa ndipo mtu anasema, mbona ukurasa wa 780 Yesu alifuka akiwa ametukuzwa? Halafu mbona hapa tena ukurasa wa 805 anasema alikuwa hajatukuzwa? Sasa ndio lazima ujue time, ujue place, ujue circumstance. Kwa hiyo ukiingia hapa mtu anasema hivi anapingana yeye mwenyewe, is she contradicting herself? Sasa ukiangalia alikuwa ametukuzwa namba moja, na mjumbe wa Mungu alikuwa anaelezea muonekano wake alipotoka kaburini. Maana alifuka na mwili usio na mauti, mwili wenye utukufu, glorified. Hiyo ni physical appearance. Wakati Yesu anatoka kaburini alipofuka. Lakini hii glorification namba 2 ambayo anasema alikuwa hajatukuzwa, hapa alikuwa anazungumzia legal status. Legal status before God as the Savior. Kwa hiyo anazungumza kitu gani hapa? Anazungumzia swala la kisheria. Nafasi yake kisheria mbele za Baba kama Mwokozi. Ndio maana baada ya kuwa imefanyika ameketishwa, ndipo Roho Mtakatifu akashuka ile siku ya Pentecost. Kwa hiyo wakati huo unaposoma hapa ni vizuri ujue lini, ujue ni wapi. Kwa hiyo anapotoka hapa mara ya kwanza ni kaburini, alikuwa mwili wake mtukufu kabisa. Lakini hii namba 2 sio hapa duniani, ni ile ya kumfanya ile ambayo nasema Jesus enthronement and coronation, ile ya usimikaji baada ya mpango mzima wa ukombozi kukamilika. Kwa hiyo alikuwa bado haijafanyika ile huduma ambayo tunasoma Ufunuo sura 4 na Ufunuo sura ya 5. Kwa hiyo legal status before God as the Savior. Sasa kama hujajua hivyo utapata shida. Unasema hiyo hata napingana. Nikupatie case study namba 2 ambayo nayo imechukuliwa sana na watu. Na hii imeigwa mno, inafundishwa, inahubiriwa, inafanyika hiki. Hii ni ipi? Ni hii. Kwa mfano kwenye kitabu kile cha Carson Diet and Food ukurasa wa 495 paragraph ya 3 anasema, there is not 1 in 20 of our preachers who are suitably informed and properly guarded to handle the health question in its several branches before the people. Anasema hakuna hata moja kati ya wahubiri wetu 10 walio na ufahamu mzuri
wanaweza kuongoza wengine katika swala zima la upande wa au jumbe masuala ya afya. Anaeleza 1 katika 10. Unaona hicho anachokieleza hapa. Kwa hiyo anazungumzia habari ya wachungaji. Katika 10 anasema not 1 in 10 of our preachers. Lakini quotation nyingine ambao ameandika leta ya 16E mwaka 1892 paragraph 33, lakini pia inaonekana kwenye Review and Herald ya Aprili 26, 1892 na iko pia kwenye kitabu kile cha Last Day Events kurasa 172 paragraph ya kwanza. Na hapa na nukuu, it is a solemn statement that I make to the church. Ni kauli nyeti inayotoa kwa kanisa that not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to cross their earthly history. Hakuna mmoja katika 20 ambao majina yao yameandikwa kitabu cha vitabu vya ushirika vya kanisa anayejiandaa kufunga historia yake ya dunia, and would be as verily without God, na watabaki bila Mungu, and without hope, pasipo matumaini, in the world as the common sinner, katika ulimwengu kama mdhambi wa kawaida. Kwa hiyo ametumia 1 in 20. Yaani katika washiriki 20 hakuna hata mmoja anayejiandaa. Kwa lugha nyingine, atakayeokolewa, aliye tayari kwa ajili ya kupata nafasi ya kumlaki Yesu ajapo mara ya pili. 1 in 20. Na hii wameitumia sana wahubiri wengi. Na wanasoma Ellen G. White amesema hakuna mmoja katika washiriki 20. Nyingine ambayo ametumia kwa upande huo iko kwenye shuhuda kwa kanisa Gombo la 8, Testimonies for the Churches volume 8, ukurasa 147 paragraph ya 4, ameandika mwaka 1904. Anasema not 1 in 100, hakuna mmoja katika 100 among us, miongoni mwetu, is doing anything beyond engaging in common worldly enterprises, anayefanya chochote kando na kufanya mambo ya ulimwengu. 1 in 100. Sasa hii watu wanaposoma hivi, ananukuu, anaopachika, alafu anasema unaona, anafanyia mahesabu kwa kanisa alilopo, anafanyia mahesabu kwa watu walio nao. Sasa hii ndio changamoto tunazoipata leo. Lakini kueleza ya kwamba Ellen White ametumia hiyo ratio. Tunasema numerical ratio. Numerical ratio hii 1 in 20, 1 katika 20. Ametumia angalau mara 5 katika maandiko yake. 1 in 100 ametumia mara 21. Sasa hizi akati nazitaja, hizi zote zanazitaja. Hajasema 1 katika 13, hajasema 1 katika 99, hapana. Nini maana yake? Angalia maana yake anaieleza yeye mwenyewe. Nini maana ya 1 out of 10, 1 out of 100, 1 out of 20? Anapotumia hiyo numerical ratio, anamaanisha nini? Angalia nukuu hii ambayo ni manuscript 116 Julai 1894 paragraph ya 12, na hapa na nukuu. Anasema in the past I have made this solemn statement to the church. Katika siku zilizopita niliweka nukuu kauli nyeti mno kwa kanisa, that not 1 in 20, ambaye kwamba hakuna mmoja katika 20 whose names are registered upon the church books, ambao majina yao yameandikwa kitabu cha ushirika vya kanisa, is prepared to cross his earthly history, anayejiandaa kufunga historia yake ya dunia. The greater part of our church members, sehemu kubwa ya washiriki wa kanisa, would be as verily without God, watakuwa pasipo Mungu, and without hope, pasipo tumaini, in the world as the common sinner, katika ulimwengu kama mdhambi wa kawaida. Sasa unaona anavyoeleza nini maana ya 1 ya 20, 1 ya 20, 1 ya 100. Huwa hazungumzii kwa maana ya hesabu. Uchukue kitabu cha ushirika sasa, muone mko 400, halafu gawe kwa 20, halafu uone labda ni hawa tu ndio watakaopatikana. Hazungumzii hiyo, ndugu zangu. Kumbe anachosema wakati anaeleza 1 in 20, alikuwa anazungumzia greater part of our church members. Maana yake ni hii, sehemu kubwa ya washiriki wa kanisa. Kwa hiyo hazungumzii mathematical calculations. Hazungumzii ukokotoaji wa mahesabu. Sasa unakuta mtu amechukua tu na amesoma nukuu moja, amesoma nukuu mbili, hajui ni wapi, hajui ni lini, hajui kulikuwa mazingira gani, halafu anatupia. Anataka kuchukua idadi ya washiriki, anakokotoa, anaona unajua kama tuko ya shilingi, kama tuko washiriki 200, kwa hiyo walioko hapa ni 20 tu. Sasa kama ni 20 maana yake ni katika 20. Na yeye amesema hakuna mmoja katika 20. Kwa hiyo anapunguza idadi, wanabaki 10 na kitu. Halafu hayo ndio unafundisha kwa kanisa. Sasa unapofundisha kwa kanisa vitu vya namna hiyo, sicho alichoandika.
utakuwa unapotosha. Ni upotoshaji pekee. Sasa ni vizuri ujue, kwa sababu lazima ujue muda, lazima ujue wapi, ujue pia na mazingira, circumstances. Kwa hiyo ni vizuri ufahamu, la kwanza, ikiwa mazingira umeyajua ya wakati ule, wakati Njweta anaandikia watu, umejua mazingira yao kama yatafanana na hilo kanisa unalozungumza, maana unalifahamu, wewe ni mwenyeji hapo na umeshajifunza kanisa hilo aliloandikia wakati ule, eneo lilokuwepo, mazingira yao. Ukiona wanafanana, then hiyo kauli itaingia moja kwa moja kwenye matumizi na hilo kanisa wakati huo unaozungumza nao. Baada ya kuangalia muda, umejifunza eneo na halafu na mazingira, umejua dhambi, uovu wao na nini, ilikuwa ni shida gani, halafu ukaanza kuona na kanisa lako unalosali hapo vinafanana kabisa. Sasa ifanya application 100%. B, ikiwa hali ya leo kwenye hilo kanisa unalozungumza juu ya ujumbe huo ni nzuri kuliko miaka 1890 wakati aliandika yeye Ellen G. White, maana yake hiyo kauli haitaingia kwenye matumizi kwa watu hao. Ndio maana ni vizuri ujue vizuri kabisa, hivi hao watu wanafanana ile kauli iliyotolewa wakati ule. Ellen G. White hakuandika tu inayotoka hewani, aliandikia watu wa eneo fulani kwa muda fulani kwa mazingira na changamoto ya kiroho ya wakati wao. Sasa wewe unapoingiza kwenye matumizi kwa watu unaokaa nao na haujajua wakati ule na shida zao ilikuwa ni zipi, lakini unataka uituweke kwenye matumizi kwa watu hao, ni wakatisha tamaa tu. Na wewe ukaona kabisa umeshiriki neno la Mungu hapo, ukaona umehubiri, ukaona umetendea haki maandiko ya Ellen G. White. Kwa hiyo kama hali yao watu wale hailingani na kanisa unalolihubiria leo, yaani ya kanisa la wakati huu ni nzuri hali yao kiroho kuliko wakati ule, maana umesoma ukagundua aliowaandikia, ile kauli haitatumika kwa hawa. Tatu, ikiwa hali ya watu wa leo unaozungumza nao ni mbaya hata kuliko ile, nini maana? Unaweza kukuta watu unaozungumza nao hali yao ni mbaya zaidi kuliko hata wakati ule. Sasa unapoitumia unaitumiaje? Hiki ndicho ambacho tunapaswa kufahamu. Kwa hiyo hii ni kauli ya Ellen G. White katika uandishi, hata katika Biblia imetumika, tunaita hyperbole. Hiyo ni hyperbole. Hyperbole ni ile ambayo ana exaggerate statements, anaipanua na kuikuza, kuleta usikivu. Ni fasihi ya uandishi. Wewe unashindwa kujua fasihi, unaenda kupiga mahesabu, unakokotoa. Na sio yeye aliyoandika, hata kwenye Biblia imeandikwa. Kwa mfano ukisoma kwenye Hesabu, kwenye Kutoka sura ya 9 mstari wa 6, ukienda Isaya 9 mstari wa 19 imetumika. Ukienda kwenye Injili ya Yohana 21:25 anaposema kama yote angeyafanya Yesu, yote yangeandikwa, maji yasingelitosha, sijui nini singelitosha. Hile ni hyperbole. Maana yake ni mengi mno. Message anayoleta ni mengi mno. Ni mengi mno. Hayo yaliyoandikwa na Yohana ni kidogo ukilinganisha na ambayo Yesu alifanya na ambayo Yesu alizungumza. Ni hyperbole. Lakini sasa usipojua unasema bahari haitatosha kama ingelikuwa wino, na wimbo umetungwa na watu wametunga kama ilivyoandikwa pale, ni hyperbole. Kwamba the ocean shall run dry. Kama ni kuandika upendo wa Kristo, bahari zote zitakauka kama wino. Zitakauka yote. Ukitumia kuandika kwenye mbingu haitatoshea. Hiyo ni hyperbole. Hiyo ni fasihi. Ni uandishi unaokueleza kilichotendeka, kilichonenwa, kilichofanyika ni mengi mno, kilichoripotiwa ni kidogo kulinganisha na kile kilichoandikwa. Hii ndio kitu ambacho ninapaswa kuzungumza pamoja na wewe. Ndivyo ilivyo pia hata kwenye case study namba 3, miracle working. Kwenye miracle working, ufanyaji wa miujiza, ambayo pia mjumbe wa Mungu anaeleza katika yote hayo kwamba sisi sote tunapaswa kuweza kufahamu. Na leo nitakomea kwenye case study namba 3, ambayo tunamalizia ngarau katika swala zima la kanuni ya pili, jifunze mazingira, jifunze ni lini, na jifunze habari nzima ya wapi. Kwa mfano case study namba 3, ufanyaji wa miujiza. Kwenye barua yake ya 53 mwaka 1904, na imeandikwa pia kwenye Medical Ministry ukurasa wa 14 paragraph ya pili hadi ya 3, na nukuu.
The way in which Christ worked was to preach the word. Kwa njia ambayo Yesu alifanya kazi ilikuwa ni kuhubiri neno, and to relieve suffering by miraculous works of healing, na kwa kuondoa mateso ya watu wake kwa kufanya kazi ya miujiza ya uponyaji. But I am instructed that we cannot now work in this way. Lakini imeelekezwa kwamba hatuwezi kufanya sasa kwa namna hiyo. For Satan will exercise his power but working miracles. Maana ibilisi atadhihirisha uwezo wake kwa kufanya miujiza. God's servants today could not work by means of miracle. Watumishi wa Mungu leo hawapaswi kufanya kazi kwa njia ya miujiza. Because the spurious works of healing, maana kazi ya uponyaji ya uongo, claiming to be divine, ikidaiwa kuwa ya kimbingu, will be brought, itatendeka. For this reason, the Lord has marked out a way in which his people are to carry forward a work of physical healing. Ni kwa sababu hiyo Mungu ameweka njia ambayo kwayo watu wa Mungu wataitumia kusogeza mbele kazi ya uponyaji wa kimwili, combined with the teaching of the word, ikiungana na ufundishaji wa neno. Sanitariums are to be established. Vituo kwa ajili ya huduma za afya na kurejesha afya za waliopo, inaitwa sanitariums, vinapaswa vijengwe. And with these institutions, na kwa taasisi hizi, are to be connected workers, watumishi waunganike, who will carry forward genuine medical missionary work, ambao watasongeza mbele kazi ya huduma ya umissionari ya uponyaji iliyo sahihi. Sasa unaona habari ya sanitariums zinaanzishwa. Huo ni mwaka 1904, lakini mwaka 1909 ambao ni shuhuda kwa kanisa Gombo la 16, anasema God's people will not find their safety in working miracles. Watu wa Mungu hawatakuwa salama kwa kufanya miujiza. For Satan will counterfeit the miracles that will be wrought. Maana ibilisi ataigiza hiyo miujiza inayotendeka. Wakati akizungumzia juu ya kilio kikuu, the loud cry, N.G. White aliandika maneno haya yako kitabu kile cha Early Writings, ukurasa wa 278 paragraph ya kwanza, na aliandika mwaka 1882, lakini pia iko kwenye Great Controversy ukurasa wa 612 paragraph ya kwanza, na yako pia kwenye Shuhuda kanisa Gombo la 9 ukurasa wa 126 paragraph ya kwanza. Anasema mighty miracles were wrought, miujiza mikubwa ilitendeka. The sick were healed, wagonjwa waliponywa, and the signs and wonders followed the believers, ishara na maajabu yaliambatana na waaminio. God was in the work, Mungu alikuwa kazini, and every saint, na kila mtakatifu, fearlessly of consequences, pasipo kuogopa matokeo, followed the conviction of his own conscience, walifuatisha kiuelewa wao ndani ya akili zao, and united with those who were keeping all the commandments of God, wakiungana na wale waliokuwa wanashika amri zote za Mungu, and with power, wakiwa na nguvu, they sounded abroad the third message, walipaza sauti kwa ujumbe wa malaika yule watatu. I saw that this message will cross with power. Niliona kwamba ujumbe huu utamalizika, utafungwa kwa nguvu, and strength na uwezo, far exceeding the midnight cry. Utafungwa kwa uwezo na nguvu zaidi ya kile kipindi cha kilio cha wakati wa usiku wa manane. Sasa unaona hapa anazungumzia, ndio maana nzue time ujue ni nini. Kwa nini alizuia wakati ule? Kwa hiyo ndio maana ukisoma mtu anajiuliza, hivi je, anakwenda kinyume na Biblia? Maana karama ya uponyaji iko ndani ya Biblia. Kwenye ile Waefeso sura ya 4, Wakorintho ya kwanza sura ya kwanza na mstari wa 7, Wakorintho ya kwanza 12. Sasa ikiwa Roho Mtakatifu ataendelea mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema, je, ni kusema hizi karama za roho zinakomaje wakati Roho Mtakatifu yupo? Kwa hiyo mtu anasema, mbona ama anapendana kinyume na ujumbe uliotoka kwenye Biblia? Ama kama ni hivyo, mbona hata hii maandiko yake mwenyewe anaonekana kupingana? Nini maana yake? Kwa hiyo ndio lazima ujue hivyo alisema nini na alimaanisha nini. Ndio maana tunahitaji kusoma na kuweza kufahamu. Ukiangalia muktadha wa hizo aya tulizozisoma pale, utagundua ya kwamba alikuwa anaeleza kitu cha pekee. Mara mbili, kuna pointi mbili ambazo tunapaswa kufahamu. Alieleza akihusiana na miujiza ya uponyaji. Miujiza ya uponyaji. Alieleza hatuwezi kufanya kazi kwa kutumia miujiza ya uponyaji. God's servant today could not work by means of miracles. Yaani sio kwamba miujiza itafanyika, ila anachomaanisha ni kwamba hatufanyi miujiza kuwa mbinu ya kufanya kazi wakati huu. Naomba usikilize vizuri kauli yake aliyoeleza, na narudia, God's servants today
could not work by means of miracles. Watumishi wa Mungu hawatumii miujiza ya uponyaji kuwa mbinu ya kufanya kazi yake wakati wa mwisho. Kwa hiyo hajasema ukikutana na mgonjwa, ukikutana na hiki kikisifanyike. Hapana. Kwa hiyo mtu ukienda haraka unasema amekataa. Jambo la pili, alichokuwa anaeleza kwamba kazi ya uponyaji inapaswa iungane na kazi ya kuhubiri neno. Ndio maana akaelekeza wafungue taasisi za kutibu na kufundishia kubadilisha mtindo wa maisha, zinaitwa sanitariums. Kwa hiyo akasema nimeelekezwa kufanya hivi, kwamba tufanye hivi. Kwa hiyo kanuni ya kwanza, hatuifanyi uponyaji kwa miujiza kuwa njia ya kufanya kazi ya Mungu. Hapana. Biblia imesema ishara zitaambatana nanyi, kwa jina langu mtafanya hivi, mtatoa pepo, mtafanya. Sio, yani sio hii miujiza ya uponyaji sio mbinu ya kupeleka injili. Ndicho alichosema no. Ndicho Mungu alichoeleza. As you work, unapoendelea kufundisha neno, combine together, sanitariums, taasisi za afya zifunguliwe. Watu wajifunze, watibiwe, wajifunze maisha yenye afya njema. Anasema ameelekezwa na Mungu katika upande huo. Katika upande huo. Halafu hiyo ndio ameeleza namna hiyo. Kwa hivyo ni vizuri uweze kufahamu juu ya ukweli wa jambo hilo. Hiyo kanuni ya pili, tusome itakayofuata, tutaingia kanuni ya tatu ambayo ndio ya mwisho katika usomaji wa aya ama maandiko ya Ellen G. White. Vinginevyo utaleta kwikwi za Harimagedoni. Nimeanzia kote huku kwa sababu ziko aya tutaenda kuzipitia zinazodhaniwa Ellen G. White amesema mwisho ni 2027, ni 2031. Na nimeeleza hivyo sio tu kwa ajili waliona shida hiyo, lakini kila eneo la fundisho wanaolifundisha watu wakijenga juu ya maandiko ya Ellen G. White watafanya vizuri zaidi wakiwa na uelewa huu. Ukishakuwa na uelewa huu, una nafasi ya kusonga mbele. Imebaki kanuni ya tatu ambayo ukishaifaulu hiyo, sasa unaweza ukajua, utakaripiwa mengi mno, utajifunza mengi uliyopotosha. Ndio maana jihadhari, unapochukua nukuu unairusha kwenye grupu, unairusha kwa mtu yeyote. Wafu nasema Mama White amesema, haujui, haujasoma yote yanayohusiana na jambo hilo. Haujasoma. Yaani hata kwanza hata haujui vitabu alivyoandika kuhusiana na mada kama hiyo. Huna. Kama ni vya utumishi na utendakazi, hauna ministry, hauna gospel workers, hauna habari ya nani ya class objects, hauna habari ya wewe umenukuu tu kitabu nukuu moja tena kwa kitabu kimoja tena chapter moja. Halafu unasema Mama White amesoma. Ukimwambia amesemaje, si usome hiyo nukuu. Jamani, Mungu alijua, hatujui tunachokifanya. Na ndio maana nikasema makosa yanayotokana na maandiko ya Ellen G. White ni makosa ya ufasiri. Na ndio maana nimeona nipitia hapa, hata wale wanaokwenda kunukuu Ellen G. White wanadhani amesema Yesu anakuja 2027 2031. Ni makosa ya usomaji mbaya wa nukuu za Ellen G. White. Na ninalisema hivi wazi kabisa. Imebaki kanuni ya tatu ambayo baada ya wewe kuipata hiyo, ndipo sasa waweza kuwa mwanafunzi mzuri wa maandiko ya Ellen G. White. Hata unaposhiriki na mtu, unashiriki kila alichoonesha Mungu kwa mjumbe wake. Vinginevyo utatumika mikononi mwa shetani kuleta kila ambacho Mungu hajakisema na hajakiandika kupitia maisha na huduma ya Ellen G. White. Kwikwi za Harimagedoni leo zitaishia hapa. Ni mwanzo wa mwaka huu. Sehemu ya 11 itaingia hii sehemu kanuni ya 4, na moja kwa moja kanuni ya 3. Moja kwa moja siku hiyo tutaingia moja kwa moja kwenye nukuu za Ellen G. White. Usikose sehemu hii ya 11. Mungu awe nawe. Mungu anitunze na kutunze na wewe. Kumbuka sote tuna shauku. Tuna hamu ya kwenda mbinguni. Tunasubiri Yesu aje. Lakini hatutapata kwikwi ya kujua tarehe na siku ya kuja kwa Yesu. Hatutapata hizo kwikwi. Masomo haya yapo ili tuondoke kwenye hizo kwikwi za Harimagedoni. Kweli tuna hamu ya kwenda mbinguni. Tuna shauku, ila hatuwezi kuweka siku. Hatuwezi kuweka saa.
Hatuwezi kuweka mwaka, hizo ni kwikwi. Hatupati ushahidi katika Biblia na hatutapata kwenye maandiko ya N.G. White. Endelea kuketi na kusikiliza, na haya yote Mungu atubariki na atujalie katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, litukuzwe jina lako. Asante kwa neno lako na asante kwa namna ulivyotufundisha tunavyoweza kuelewa neno lako, ujumbe uliotoa kupitia huduma na kazi ya mjumbe wako Ellen G. White. Tusamehe pale tulipowaaminisha watu na kutumia vibaya nukuu za Ellen G. White. Ni kwa sababu hatukujua, lakini kwa vile umetufundisha hata kwa hatua hii, tuepushe na kwikwi za Harimagedoni. Tujalie kuishi neema yako katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.